Profesa Anna Kajumlo Tibaijuka, mtaalamu wa uchumi, mwanasiasa, mbunge wa zamani na waziri, ameonyeshwa kushangazwa na kauli ya serikali kuwa deni la sasa ni himilivu, akisitiza kuwa nchi imeelemewa na mapato ya ndani yanayotumika kulipa deni la serikali. Jana Juni 12 bungeni Dodoma, serikali ilisema hadi Aprili mwaka 2025 deni la serikali lilikuwa shilingi trilioni 107.7, ambapo waziri wa fedha Dr. Mwigulu Nchemba akiwasilisha bungeni jijini Dodoma mapendekezo ya serikali kuhusu makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2025-26, alisema kati ya kiasi hicho deni la nje ni shilingi trilioni 72.94 na deni la ndani ni shilingi trilioni 34.76. Amesema tathmini ya uhimilivu wa deni iliyofanyika Oktoba mwaka 2024 imeonyesha kuwa deni ni himilivu katika kipindi cha muda mfupi, wakati na mrefu. Katika tathmini hiyo, viashiria vinaonyesha kuwa kwa mwaka 2024-25 thamani ya sasa ya deni la serikali kwa pato la taifa ni 40.3 ikilinganishwa na ukomo wa 55%. Katika kuangazia uhimilivu huo wa deni la taifa, Profesa Tibaijuka ameeleza kuwa vigezo viwili vya muhimu kuangalia, na mnukuu, kwanza ni mtazamo wa mapato ya serikali inayotumika kulipia deni. Hapa tumeelemewa, kwani hadi Juni mwaka 2024 Tanzania ilitumia 44.3 ya mapato yake ya ndani kwa ajili ya kulipa deni la umma, ikivuka kabisa kiwango cha juu kilichopendekezwa na IMF na Benki ya Dunia ambacho ni 18% kwa nchi zenye uwezo wa kati wa kubeba deni, na hivyo kuathiri uwezo na uwekezaji wa serikali katika huduma muhimu kama elimu, afya na miundombinu. Barabara nyingi zipo kwenye hali mbaya na makandarasi wengi hawajalipwa na baadhi wamefilisika. Vijana waliojiajiri kama makandarasi hawawezi kuimarika ikiwa hawalipi katika muda kwa huduma wanazotoa, ameandika Profesa Tibaijuka. Jambo la pili alilolielezea ni kuhusu kigezo cha uwiano wa deni kwa pato la taifa, yani GDP, ambapo amesema hadi kufikia Juni 30 mwaka 2024 deni la taifa lilifikia shilingi trilioni 97.37, sawa na ongezeko la 18.36 kutoka mwaka uliopita, na katika bajeti mpya limefika trilioni 107. Na mnukuu, uwiano wa deni kwa pato la taifa yani GDP ulikuwa 30.8, chini ya kiwango cha hatari cha 55% kinachotumiwa na IMF kwa nchi zenye uwezo wa kati wa kubeba deni. Hii ina maana kuwa kwa sasa ukubwa wa deni ukilinganishwa na uchumi bado uko katika viwango vinavyokubalika na wakopeshaji, hasa kwa maslahi yao, amesema. Akizungumzia hatari ya uendelevu wa deni la taifa, Profesa Tibaijuka amesema kwa mjibu wa uchambuzi wa pamoja wa IMF na Benki ya Dunia, Tanzania bado iko katika hatari ya kati ya kushindwa kulipa deni la nje, yani moderate risk of debt
distress. Ingawa uwiano wa deni kwa GDP uko chini, Tibaijuka amebainisha kuwa ongezeko kubwa la sehemu ya mapato ya serikali linalotumika kulipia deni linaashiria ongezeko la mzigo wa deni kwa muda mfupi. Namnukuu, kiujumla ni kweli Tanzania bado ina nafasi ya kudhibiti deni lake kwa mujibu wa viwango vya kimataifa, hasa ikizingatiwa uwiano wa deni wa GDP, amesema. Tibaijuka amesisitiza kuhusu uwazi, nidhamu ya bajeti na ufuatiliaji wa matumizi ya fedha ili kuhakikisha uendelevu wa deni na kulinda huduma za msingi kwa wananchi na kuepuka kuwabebesha mzigo wa kodi na tozo za viwango vya juu, jambo ambalo linaathiri uchumi wa kaya na jamii na kuongezeka umaskini. Hiyo ni tathmini fupi ya Profesa Anna Tibaijuka akitoa mtazamo wake kuhusu ukuaji wa deni la taifa. Unaweza kufuatilia habari zetu hapa Junii TV kwa kubonyeza kitufe cha subscribe.